tulipigiwa simu tukaambiwa kumetokea moto dahalia ya watoto wa kike, tukakimbia mbio pamoja na walimu waliokuwepo na timu ya Form 6 waliopo hapa kambini. Tulipofika kwenye eneo la tukio kuiona tu ile hali, basi niliwapigia fire haraka sana. Fire wakataka ithibati ya kujua ni hakika tukio, basi nikathibitisha. Tulichokifanya jaribu kupambana na ile hali ya moto, lakini kwa kweli ulitushinda kutokana na ukubwa wake. Naitwa kamishna msaidizi wa zimamoto Salama Pandu Makame. Tumepokea taarifa saa 2:30, tulipokea taarifa kutoka chumba cha redio kwamba kuna moto katika skuli ya Fidel Castro, na tukatoka na gari kuja kwenye tukio. Kufika moto ni mkubwa, kwa hiyo kutokana na hali ya moto tulivyokuta, maana mpaka mabati yalikuwa tayari yashatubukia ndani, kwa hiyo tukaongeza gari nyingine ya pili, lakini pia tukaona hali bado, tukaomba gari nyingine kutoka uwanja wa ndege ikaja hapa. Kwa hiyo tukawa tuna gari 3 tuna fight katika kuzima moto huu. Kwa hiyo kifupi tulikuta moto mkubwa sana, kwa hiyo tukapambana nao, na inavyosemekana ni bweni linalolala wanafunzi wa kike. Ujumla yao wanalala wanafunzi 167. Lakini kwa haraka baada ya kufika hapa tukaenda tukaangalia kwanza wanafunzi usalama wao ukoje. Kwa hiyo tukakuta wanafunzi wote wako salama. Moto ilianza kutoka katika chumba kimoja, room number 5. Kwa watu baada ya kuona moto unatoka kasi vile, kwa itabidi watu wote watangaziwe na macho kama watu watoke nje. Wakatoka nje, alhamdulillah wanafunzi wote wako salama. Pia tunasisitiza jambo la misaada, kwa sababu hivi tulivyo ndivyo tulivyoweza kujiokoa wenyewe wetu. Hajaweza kuchukua kitu chochote. Kuna watu wamepoteza pesa, kuna nguo, yani ikitokezea hapa kesho kukiwa na darasa hatuwezi kwenda, kwa sababu yani tupo hivi kama hivi. Kwa ndio hivyo msisitizo wetu ni kama tunahitaji misaada kutoka kwa serikali ama taasisi binafsi ambazo zitaweza kutukidhi mahitaji yetu. Yani kama mnavyotuona hivi, hizo nguo tulizokuwa nazo mwilini ndio zilobakia. Hakuna alochukua mtu nguo zote, maana kila mtu alikuwa anakimbia yani kukomboa uhai wake. Kiufupi hakuna mtu alochukua nguo ndani, dali lote limeteketea. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie kupata misaada. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini vifaa vyao vyote vimeungua, vimeteketea. Ni masikitiko makubwa. Sisi serikali ya mkoa tunasimamia hili kuona kwamba watoto hawa wanaendelea kwa salama, na jitihada za serikali zitafanyika kuona kwamba watoto hawa tutakuwa nao ili kuona tunapata msaada wa hapa na pale ili waweze kuendelea na masomo yao. Nawaomba sana wazazi tuendelee kuwa na subra. Huu ni mtihani wa Mwenyezi Mungu ambao tayari alikuwa kashaandika Mwenyezi Mungu kwamba hili litokee. Kwa bahati katika watoto 167 watoto 29 wamepata mishtuko na sasa hivi wako hospitali wamelazwa pale. Hali zao zinaendelea vizuri, na waomba wazazi muendelee kuwa na subra, vijana wetu muendelee kuwa na subra. Hali ya vijana wetu iko vizuri.